Nimeshawatolea habari za vipengee vya kwanza vitano kuhusu kama unastahili kutoa fungu la 10 ama ustahili. Siwezi kupa jawabu la mapema. Kipengee cha kwanza nimekuonyesha sheria za fungu la 10 kwa Walawi. Kipengee cha pili nimekuonyesha kwamba Mungu akasema kwamba usiende mikononi mwake mikono mitupu. Kipengee cha tatu nacho nikakueleza namna ambavyo fungu la 10 linatolewa. Kipengee cha 4 nikakuonyesha kwamba vita baina ya Mungu na wachungaji katika Malaki 3:10 vinaanzia katika Malaki 2:1. Mungu anaongelesha makuhani, watu wangu wanatoa fungu la 10, lakini hamunibakishi, mnakula yote mpaka na vumbi yenyewe, kulingana na kitabu cha Hesabu 18:26. Na jambo hili mpendwa linavutwa kwa sababu watumishi, manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji wamepotoka kiasi kwamba wameleta majanga kwa watoto wao, kwa jamii zao, maana hawataki kutii sheria ya Mungu. Na kipengee cha 5 nimekuonyesha namna sheria ya fungu la 10 katika Kumbukumbu la Torati sura ya 14 aya 22 hadi 29 inavyoeleza kuhusu Mungu. Kipengee cha 6 ndio hiki. Kazi ya fungu la 10 ni nini? Kazi ya fungu la 10 ni nini? Tushakuonyesha kwamba katika Kumbukumbu la Sheria sura ya 14 mstari wa 22 mpaka 29 imetueleza kwamba fungu hilo likishafika pale mikononi mwa wachungaji, yafaa watoe fungu la 10 kwanza kwa vile vitu ambavyo vyote vimekusanywa, wamwekee Mungu kando. Alafu 90% inayobaki kwa vitu ambavyo Mungu ameleta kanisani mwake vigawiwe maskini, yatima, wajane na watu ambao wako na shida katika hekalu hilo. Na pia wewe ambao umeleta hilo fungu la 10 ugawiwe, uanze kukula, maana unakula jasho lako. Kipengee hiki cha 6 tunataka kuongelea vile ambavyo fungu la 10 hufanya kazi, ama kwa jinsi nyingine, baada ya kufuata utapata nini? Kumbukumbu la Torati sura ni ya 26 aya ni ya 12 hadi 14 yasema, kila baada ya miaka 3 kila mmoja wenu atatoa sehemu moja ya 10 ya mazao yake yote kwa ajili ya Walawi na wageni, yatima na wajane, ili wapate chakula chote wanachohitaji wanapokuwa katika miji yenu. Ni kazi yako wewe kutoa fungu la 10 likuje mbele ya makuhani, nao makuhani wasaidie yatima, wasaidie mjane, wasaidie maskini na mtu yeyote. Mgeni ni mtu yeyote ambaye amekutembelea. Huenda amekuja kanisani humu ni mara yake ya kwanza, shida zake zimemuongoza aje katika nyumba hii asaidiwe. Maybe huenda ikawa kwamba hana nauli ya kumpandisha gari arudi mahali ametoka. Mchungaji afaa aingie katika treasury, katika hazina ya Mungu ambaye fungu la 10 linawekwa, atoe nauli ampatie huyu. Huenda amekuja na roho Mungu anaonyesha kwamba mahali ametoka yeye ni maskini. Wewe ambao umejifanya kwamba unachukua fungu la 10, yafaa uingie katika zana ama hazina ya fungu la 10 la Mungu. Hilo si lako. Uchukue chakula, uchukue mavazi, umpatie huyu mtu mgeni ambaye amechukua nyumba hapa karibu na hili kanisa na ni mgeni, hana hata kazi. Mumsaidie na ndio Mungu atasikia. Sikiza vile anasema mstari wa 13. Kisha utasema mbele ya Mwenyezi Mungu Mungu wako, nimelitoa nyumbani kwangu fungu takatifu, nikawapa Walawi, wageni, yatima na wajane, kama ulivyoamuru nifanye. Sijafunja amri zako wala sijasahau. Sikula zaka yoyote nilipokuwa ninaomboleza, sikuitoa nje ya nyumba yangu nilipokuwa najisi, na sikutoa zaka hiyo kwa wafu. Nimekutii Mwenyezi Mungu Mungu wangu. Nimefanya kila kitu ulichokiamuru. Baada ya kusaidia huyu mtu mgeni mwenye amehamia kwa kijiji karibu na kanisa hili, baada ya kumsaidia Mlawi kwa kumpelekea fungu la 10, kumulisha, kumvisha, baada ya kumsaidia mjane ndani ya kanisa hili ama kijiji hiki, baada ya kumsaidia yatima na mtu asiyekuwa na uwezo, ndio unaweza enda upige magoti mbele za Mungu, mwambie Mungu, nimefanya vile ulivyoniamuru. Mstari wa 15, uangalia chini kutoka makao yako matakatifu mbinguni, uwabariki watu wako Israeli na nchi uliotupatia kama ulivyowaapia wazee wetu, nchi inayotiririka maziwa na asali. Ukishafuata hizo sheria, wewe kuhani, wewe mchungaji, wewe mwinjilisti, wewe nabii, ndio unaweza piga magoti mbele za Mungu uanze kuomba. Kama unapokea fungu la 10 na uwezi omba vile hii sheria inasema, nakwambia mauti itakupata kwa nyumba yako mpaka ushakae. Kipengee cha 7.
Kulingana na Hagai sura ya 1, andiko linasema maasi yanayofanya mtu asiendelee kunawiri, maasi yanayofanya Mungu asiachilie mvua inyeshe juu ya nchi ndio mpande vitu, maasi yanayofanya sisi kutovuna katika mashamba yetu, maasi yanayofanya sisi kutopewa promotion kazini, mambo yanayofanya sisi tunakosa chakula katika nyumba zetu, mambo yanayofanya sisi hatuna mavazi, yanayofanya hatutosheki na kipato chetu, yanayofanya hatushibi hata ukizunguka mabanda ya vyakula ukila, yanayofanya unaweza kunywa mpombe lakini huwezi lewa, yanayofanya kwamba hatuna maendeleo, hatuwezi hata pata kuku ambaye anaangua vifaranga wengi, ng'ombe ambaye anazaa. Sio kwa sababu hatutoi fungu la 10, ni kwa sababu tumekataa kusaidia ujenzi na maendeleo ya kanisa. Nilisikia mchungaji fulani akihubiri akisema kwamba kama utoi fungu la 10 huwezi ingia mbinguni. Huenda huko kwa wanapingu ambao wanapeleka watu ambao watoi fungu la 10. Fungu la 10 utoe usitoe haliwezi kukuzuia kuingia mfalme wa Mungu. Biblia inasema kulingana na maandiko ya Paulo, ufalme wa Mungu haupatikani katika neno, unapatikana katika nguvu, na wenye nguvu wanaoteka nyara. Tangu nyakati za Yohana Mbatizaji. Wacha kusikiliza mafundisho ya kimapepo na unasema uko kanisani. Kama utakosa kushiba, utashindwa kuvaa, kukula na kuendeleza mambo yako ya nyumba, ni kwa sababu uko ndani ya nyumba ya Mungu. Unaona nyumba ya Mungu haina viti, unaona nyumba ya Mungu haijapakwa rangi, unaona nyumba ya Mungu imebaki tambarare, unaona wachungaji wanaokuhudumia wanatembelea viatu zimepasuka, manguo za kitambo wanarudia nguo, na utaki kuwavisha, utaki kuwalisha. Unaona maskini katika ujirani, wewe unaamua kuchukua maelfu ya pesa upeleke kwa nyumba ya Mungu in the name of fungu la 10, lakini umeacha mtu mwenye ako njaa karibu na wewe. Unamwacha yatima kule barabarani, unajua mtoto hana wazazi. Fees ambaye anaulizwa shule ni 9,000. Unaamua kuweka fungu la 10 20,000, unamwacha mahali alipo mtoto huyu bila usaidizi. Unaacha mahali ulipo unapita mtoto asiye na uweza, anakunywa madawa ya kulevya akisahau. Wewe uko na uweza, watoto wako wamesoma mamaliza, huwezi mchukua huyu mtoto umuingize katika wanao, umsomesha, umlishe, umleze, ndio mwishowe apate kuwa baraka kwa nyumba yako. Unasema nitapeleka fungu langu kanisani. Na pastor wako amekufanya kuamini ukimlisha yeye, ukimvisha yeye unaenda mbinguni. Wewe na ahera mko hapa kwa hapa, mnakimbizana na shetani. Kama utoi fungu la 10 na unatoa, hakuna hapo mlango yenye inapeleka mtu mbinguni. Mbinguni ni kuhusu roho iliyojitwalia nafsi yako. Wanaokuambia kwamba usipotoa fungu la 10 hutaenda mbinguni, wao wanajua ni nani aliwatuma. Biblia inasema kondoo usikia sauti. Waacha kutumia sauti yako kupotosha watu. Na je, kama ni hivyo, kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 6 inasema, utukufu wa hekalu la mwisho utazidi ule wa kanisa la kwanza. Wewe ni mchungaji, uko na kipawa cha roho. Unataka watu wajazwe Roho Mtakatifu na umemimina sheria badala ya neema. Watapokeaje vipawa vya kiroho wakati wewe unatunza sheria za Musa na maagizo ya Elia kuliko neema ya Yesu Kristo? Vipawa vya Mungu vilifunuliwa kulingana na unabii wa Yoeli 2:28 katika kanisa lililojazwa roho la kuomba na kuabudu. Watu hawezi jua namna ya kumtolea Mungu kama roho hajakuja juu yao. Ndiposa kanisa na wachungaji wameamua kuleta ukuhani katika nyumba ya Mungu ya kisasa, na wameondoa neema ya utumishi katika hekalu la Bwana. Unabii wa Hagai 2:9 hauwezi timia kama utazidi kushirikiana na watu ambao wameweka sheria mbele, wameacha neema ya Mungu. Je, unaposoma Biblia yako katika Agano Jipya, kuna sehemu yoyote inayokulazimisha utoe fungu la 10? Mimi sijasoma na hata sijui. Au kwa njia nyingine afaa tufuate kila kitu ambacho kimeandikwa kwa Biblia? Mimi sijui. Mpendwa mmoja aliniambia kwamba andiko fulani alifai kutolewa katika Biblia, na akaniambia fungu la 10 yafaa lizidi kutolewa.
Na akaniambia kwamba katika kitabu cha Mathayo 5 aya 17 kuna mambo na ambayo Yesu alisema ambayo yafaa tulazimishe fungu la 10 liwepo. Wacha nikusomee Mathayo 5:17. Msidhani kuwa nimekuja kutangua sheria na mafundisho ya manabii. Sikuja kutangua bali kukamilisha. Kweli nawaambieni, mpaka hapo mbingu na dunia zitakapopita, hakuna hata nukta moja au sehemu ndogo kabisa sheria itakayoondolewa mpaka yote yametimia. Basi yeyote atakayevunja hata amri moja ndogo kuliko zote na kuwafundisha wengine wafanye hivyo, huyo atakuwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Na yule atakayezishika na kuwafundisha wengine, huyo atakuwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Ndiyo maana nawaambieni, wema wenu usipozidi ule walimu wa sheria na Mafarisayo, hamutaingia katika ufalme. Yesu Kristo anafunga mafumbo yake kwa neno kwamba wema usipozidi wa Mafarisayo na Masadukayo, hamuoni ufalme. Hasemi fungu. Wanasema yale ambayo Musa alisema lazima yote tufuate. Yale hapana. Kumbuka kitu kimoja mpendwa. Kama yafaa tufuate mafundisho yote yaliyoandikwa katika Biblia, Biblia inasema katika Mathayo 17 mstari wa 1 hadi 4, Yesu alipatana na Musa na Elia wakawa kwa mazungumzo. Wazungu wanaita transfiguration. Na Yesu alichukua Yohana, Petero na Andrea wakapaa mlimani. Wakati wa jamaa wamechoka wanataka kulala, andiko linasema namna gani? Kwamba Petero alistuka kuona mwangaza mkubwa kwenye mlima, na kando yake kuna Musa, kando yake kuna Elia, na wanazungumza. Na Yesu nguo zake zikabadilika zikawa nyeupe kabisa. My God. Mwisho wa yote, sauti ikasikika ikisema namna gani? Huyu ndiye mwanangu, msikilizeni yeye. Mbona Mungu alitua sauti mbele ya Petero, mbele ya Yohana, mbele ya Andrea? Watu hao walikuwa wamesoma vyuo vya Musa, wamesoma vyuo vya Elia, wanajua Torati inasema nini, lakini wakawa wamechanganyikiwa. Maana kuna vitu Yesu alikuwa anawaambia na hawashikanishi, maana wamesomea chuo cha Musa. Hatufai kuhifadhi kila neno lililotoka midomoni mwake Musa, maana kama mtumishi yoyote yule, wakati unatumikiwa na Mungu, kuna kile kipindi na ambacho Mungu anakuambia mambo, wewe unaamua kuongezea mengine. Kwa mfano, Musa alisema jicho kwa jicho, jino kwa jino, lakini Yesu akakuja akasema mimi sikusema hivyo, hayo yalikuwa ya Musa. Ijapokuwa sheria ya Musa inasema jicho kwa jicho, jino kwa jino, mimi nasema akupigaye shavu hili la kuume mpe na la kushoto, akuibiaye jozi lako muongeze na la pili. In other words, Musa hakuwa anasikia vizuri kutokana na mimi, kuna mahali aliongezea kwake. Hayo mafundisho wewe kutoa fungu la 10 kanisani, ulifunzwa na Musa, ulifunzwa na Elia, ulifunzwa na mchungaji, ama ulifunzwa na Yesu? Maana Yesu hakuna mahali anataja fungu la 10. Anamaliza kusema katika hiyo Mathayo 5 mstari wa 20, wema wenu, wema usipomtendea mwanao mchungaji wako, umvishe, umnyweshe, umfanyie kitu ambacho kinahitajika. Usipomtendea jirani yako huyo ambaye hana chakula, umlishe, umvishe. Usipotendea yatima yule unayemuona, usipoenda kusaidia mgeni ambaye amekutembea umpe maji, basi wewe na ahera mnaangaliana. Hata utoe mabilioni kwenye nyumba ya Mungu, na umewacha watu ambao mko nao mnakaribiana, mnahudumu nao, wanatembelea matambara, na wewe ushughuliki, basi ufalme wa Mungu uko mbali na wewe. Nataka tutafakari mbona Yesu aliishi kugeuza kauli aliyoitumia Musa na Elia katika huduma zao. Kipengele cha 9. Katika Samueli wa kwanza sura ya 16 aya 7, andiko nasema Mungu hahukumi jinsi wanadamu hukumu. Sisi tunaangalia nje, Mungu anaangalia ndani. Na katika Waebrania sura ya 4 aya 12 anasema neno la Mungu ni upanga ambalo hupima mpaka nafsi ya ndani ya mwanadamu, hata kutenganisha mifupa na damu.
na kupima roho za watu. Mungu yeye hatazami wingi, anatazama vimetolewa kwa kusudi gani, na mtu huyu anayevitoa ametoa kwa lengo gani. Ndiposa wakati mmoja Yesu akaenda hekaluni, akaenda kusimama kando ya kikapu cha matoleo. Watu wakawa wamepanga pale makadirio yao ya kutoa fungu la 10, na mwanamke mmoja mjane mwenye ameishiwa kabisa akatoa fedha 2. Yesu akakataa zile za matajiri, akasema huyu ametoa zaidi, maana kutoa ni moyo wala si utajiri. Kipengele cha 10 ni kwamba fungu la 10 halifai kutolewa. Maana katika Waebrania 7 maandiko yanatoa kitu ambacho yanastahili kufanyiwa katika kanisa la kisasa. Nitasoma Waebrania 7:1 hadi 4, alafu nikurudishe kwa usemi wa Yesu mwenyewe. Waebrania 7:1 hadi 4 inasema, huyo Melkisedeki alikuwa mfalme wa Salemu na kuhani wa Mungu mkuu. Abrahamu alipokuwa anarudi kutoka vitani ambako aliwaua wafalme, Melkisedeki alikutana naye akambariki. Naye Abrahamu akampa sehemu 1/10 ya vitu vyote alivyokuwa navyo. Maana ya kwanza ya jina Melkisedeki ni mfalme wa uadilifu, the king of perfection. Na kwa vile yeye alikuwa mfalme wa Salemu, the king of peace, jina lake pia lina maana ya mfalme wa amani. Baba yake na mama yake hawatajwi, wala ukoo wake hautajwi. Haisemwi alizaliwa lini au alikufa lini. Anafanana na mwana wa Mungu na anaendelea kuwa kuhani daima. Basi muona jinsi mtu huyu alivyokuwa maarufu. Babu Abrahamu alimpa sehemu 1/10 ya vitu vyote alivyoteka nyara vitani. Nataka ujiulize, Abrahamu amepigana vita, amenyang'anya wafalme mali zao. Kwa hizo mali za unyang'anyi analeta fungu la 10 kwa mfalme wa nani? Wa Salemu. Maana yake ni nini? Je, mfalme wa Salemu alikuwa mwanadamu ama alikuwa nani? Yohana sura ya 8 aya ya 48 hadi 59. Andiko linasema, Wayahudi wakamwambia, je, hatukusema kweli kwamba wewe ni Msamaria na tena una pepo? Ni wakati ambapo Yesu anajishuhudia kwamba alikuwepo kabla ya Abrahamu. Yesu akajibu, mimi sina pepo. Mimi namheshimu baba yangu, lakini nyinyi hamniheshimu. Mimi sijitafutie utukufu wangu mwenyewe. Yuko mmoja mwenye kuutafuta utukufu huo, naye ni hakimu. Kweli nawaambieni, anayeuzingatia ujumbe wangu hatakufa milele. Hata nyinyi mnaozingatia ujumbe huu leo hamtakufa milele. Basi Wayahudi wakasema, sasa tunajua kweli kwamba wewe una pepo. Abrahamu alikufa na manabii pia walikufa. Nao unasema eti anayeuzingatia ujumbe wangu hatakufa milele. Je, unajifanya mkuu kuliko baba yetu Abrahamu ambaye alikufa? Hata na manabii walikufa. Wewe unajifanya kuwa nani? Yesu akawajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Baba yangu ambaye ninyi mwasema ni baba yenu, ndiye aliyenitukuza. Ninyi hamjapata kumjua, lakini mimi namjua. Na nikisema simjui, nitakuwa mwongo kama nyinyi. Mimi namjua na ninashika neno lake. Abrahamu baba yenu alishangilia aione siku yangu, naye aliona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujatimiza miaka 50 bado, nawe umemwona Abrahamu? Yesu akawaambia, kweli nawaambieni, kabla Abrahamu hajazaliwa mimi nilikuwepo. Hapo wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hili linaanza kunipatia msisimuko fulani, linanipa wosia fulani wa kukueleza masuala kiroho, kwamba kuhani huyu Melkisedeki hakuwa mwanadamu, alikuwa malaika wa Mungu. Katika Agano la Kale manabii wangetoa unabii, walikuwa nasema, ndivyo asemavyo Bwana wa majeshi. Na tunajua kwamba Bwana wa majeshi jina lake lingine ni Bwana wa majeshi, jina lake lingine ni Mesia. Mesia ambaye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, ambaye ni Yesu Kristo, katika Isaya 9 mstari wa 6.
Utajuaje kufahamu mambo haya mpendwa? Jambo ambalo nakuambia ni kwamba wakati Abrahamu alikutana na mfalme, amesema ni mfalme wa uadilifu, perfection, mfalme wa Salemi, amani, na mfalme wa upendo, kwa jumla vitu vitatu. Vitu hivyo vinapatikana tu katika Mungu Bwana wa majeshi, yeye ambaye si mwepesi wa hasira bali ni mwingi wa rehema, ambaye hataki hata mmoja wetu apotee, ila kila mmoja apate kuwa katika uso wa Mungu. Abrahamu akatoa sehemu yake ya 10 kwake. Sikiliza vile Biblia inasema katika Waebrania 7 mstari wa 3. Baba yake na mama yake hatujui, na mwisho inasema anafanana na mwana wa Mungu na anaendelea kuwa daima. Melkizedeki ambaye Abrahamu alikutana naye anafanana na mwana wa Mungu, na Biblia inasema yeye aliye na uso wa Mungu ni Mungu, na anaendelea kuwa kuhani daima. Katika Waebrania 3:1 inasema mtazameni Yesu Kristo ambaye ni Bwana na kuhani wa maungamo yenu, ambaye kila wakati hutulilia mbele za Bwana kutuombolezea mahitaji yetu. Kwa hivyo Abrahamu alimpatia Yesu Kristo fungu lake la 10. Sijui kama unanielewa mahali pale. Mfalme wa Salemu ni Yesu Kristo mwenyewe. Hakuzaliwa, hakuwa na ukoo, alikuwa chombo na ambacho kilibeba mwili wa mwanadamu katika nguvu za Roho, akafanana na mwana wa Mungu. Wakati mmoja katika mafunuo ya Yohana alikuwa analia mbele za Mungu akiuliza, ni nani atakayefungua kitabu hicho chenye uzima? Ghafla mtu akatoka nyuma ya kiti cha enzi mwenye sura ya mwanadamu na akafungua kitabu. Mwana wa Mungu ambaye ni Melkizedeki ni Yesu Kristo. Na mstari wa 11 katika Waebrania 7 inasema nini? Inasema kutokana na ukuhani wa Walawi watu wa Israeli walipewa sheria. Sasa kama huduma ya Walawi ingalikuwa kamilifu, hapangekuwa tena na haja ya kutokea ukuhani mwingine tofauti, na ambao umefuata utaratibu wa ukuhani wa Melkizedeki na si ule wa Aroni. Kumbuka mpendwa, mchungaji wako na kuhubiria kuchinja ng'ombe kwa madhabahu, kuchinja kuku ni dhambi. Maana anakueleza vizuri, Yesu Kristo aligeuka kuwa hiyo dhabihu ama tambiko la dhambi. Wakati ulikuwa unatenda dhambi katika Agano la Kale, ulikuwa unabeba kondoo ama ng'ombe ama mbuzi, inachinjwa madhabahuni ili dhambi zako ziondolewe. Lakini Yesu Kristo akafanyika dhabihu itakayotuosha mimi na wewe kuondokea dhambi. Na kama hiyo sheria ilibadilika kuchinja mifugo, mbona hii sheria fungu la 10 haijawahi badilika? Anasema katika mstari wa 11, kama sheria ya ukuhani wa Walawi ilibadilika, mbona sheria fungu la 10 mumezidi kuishikilia na kukwama nayo? Kama Mungu aliona kwamba sheria ya Ulawi imetosha, hangeondoa wana wa Lawi, angezidi kusema wawepo kwa kila kizazi. Lakini tungekuwa na shida, maana kizazi cha Lawi kilitoka kwa nyumba ya Haruni. Saa hizi watu ambao tungekuwa tunapelekea fungu la 10 ni nyumba ya Lawi peke yake. Lakini andiko linasema namna gani? Mungu aliona aitoe ofisi ya Lawi, na akitoa ofisi ya Lawi, sheria za Lawi hazifai kufuatwa. My God. Mstari wa 12 unasema, maana ukuhani ukibadilika, ni lazima sheria nayo ibadilike. Na kuambia nini mpendwa? Kama kweli ukuhani, priesthood, watu walikuwa wanajiita makuhani hawako saa hizi, kama majina haya yalitolewa, basi saa hizi hata ile ya kutolea makuhani haifai kutolewa. My God. Alafu bado unaulizwa fungu la 10 unapeleka. Wewe na kichwa chako na roho yako. Bado unaongea kwa ndimi na unatoa fungu la 10. Bado wewe ni nabii na unaitisha fungu la 10. You must be having a problem katika maisha yako ya wokovu. Lazima kuokoka kwako ni nusu. Mifupa bado imekwama katika sheria ya Musa. Mbona nikuwe mkali katika sehemu hii? Andiko linasema katika Hesabu, katika kitabu cha Hesabu sura ya 18 aya ya 22, na tangu sasa watu wengine wa Israeli wasilikaribia hema la mkutano, wasije wakatenda dhambi na kujiletea kifo.
Wakati hizi dhabihu zilikuwa zinatolewa, watu walikuwa wanazuiliwa wasikaribia lile tent la utukufu. Maana mahali dhabihu zilikuwa zinachinjiwa, utukufu ulikuwa unainuka mpaka makuhani wanaanguka kifudifudi, maana hawangeweza kumudu mahali pale. Nataka nikueleze kitu. Katika kitabu hiki cha Waebrania 7 mstari wa 24, andiko linasema namna gani? Lakini Yesu ni kama wao, yeye anaishi milele, ukuhani wake 23 nasema hawa makuhani wengine walikuwa wengi kwa sababu walikufa na hawakuweza kuendeleza na kazi yao. Wakati ambapo dhambi zilianza kuingia ndani ya makuhani, wakaanza kutenga fungu la 10 kwa sababu ya manufaa yao, kwa sababu ya kwenda kutembelea wale masuria, wale concubine prostitutes katika vyumba. Mungu akakasirika. Ukimtazama Yuda katika Genesis 38, alikuwa kuhani, alikuwa anachukua 10%, anapita kwenye town, ananunua makahaba, anaenda analala nao. Mungu akakasirika, akaondoa kuhani. Anasema namna gani? Watu hawa wanakufa kwa sababu hawafuati sheria za ukuhani. Kama wewe unataka kuitisha fungu la 10, unataka watu wakutolee fungu la 10, basi wachana na mambo mingi, jiite kuhani na usiishi kwako, ende uishi katika nyumba ya Mungu. Hiyo ndio sheria. Lakini unapokea fungu la 10, uko na watoto. Wacha kuangamiza watoto wako bure kwa kukula fungu la 10. Fungu la 10 nimekusomea sheria katika part 1 na part 2. Nataka tuendelee. Katika Waebrania hii nitasoma pole pole kuanzia mstari wa 5 mpaka 28. Inasema, tunajua pia kwamba kufuatana na sheria wazao wa Lawi ambao ni makuhani wanaye haki ya kuchukua sehemu moja ya 10 kutoka kwa watu, yaani ndugu zao, ingawaje nao ni wazao wa Abrahamu. Lakini huyo Melkizedeki hakukuwa ukoo wa Lawi. Hata hivyo alipokea sehemu ya 10 kutoka kwa Abrahamu, tena akambariki yeye ambaye alikuwa amepewa ahadi ya Mungu. Hakuna mashaka hata kidogo kwamba anayebariki ni mkuu kuliko huyo anayebarikiwa. Nitafafanua. Naam, tena hao makuhani wanaopokea sehemu ya 10 ni watu ambao hufa. Lakini hapa anayepokea sehemu ya 10, yani Melkizedeki, anasemekana kwamba hafi. Wakati ambapo Old Testament watu walikuwa wanatoa fungu la 10, walikuwa wanapeana fungu la 10 kwa watu ambao wanaenda kuzikwa. Lakini katika New Testament fungu la 10 lilikuwa linatolewa katika mtu ama roho na ambaye haifi, ambaye ni Yesu Kristo. Mbona niseme Melkizedeki ni Yesu Kristo? Mstari wa 9 unasema, Tuweza basi kusema kwamba Abrahamu alipotoa sehemu moja ya 10, Lawi ambaye wazao wake hupokea sehemu moja ya 10, alitoa sehemu moja ya 10 pia. Maana Lawi hakuwa amezaliwa baada. Lawi alikuja baada ya Musa, na Musa alikuja baada ya Abrahamu. Abrahamu ndiye alitanguliwa. Sheria ilikuwa ni sheria ya Abrahamu ikasongeshwa kwa Musa. Na kwa hivyo anasema, maana Lawi hakuwa amezaliwa bado, bali ni kama alikuwa katika mwili wa baba yake Abrahamu wakati Melkizedeki alipokutana naye. Kutokana na ukuhani wa Lawi, watu wa Israeli walipewa sheria. Sasa kama huduma ya Walawi ingelikuwa kamilifu, hapangekuwa tena na haja ya kutokea ukuhani mwingine tofauti, na ambao umefuata utaratibu wa ukuhani wa Melkizedeki na si ule wa Aroni. Fungu la 10 lingekuwa linaendelea kutolewa kama Yesu Kristo hangekuja. Lakini kuja kwake Yesu Kristo kulizuia fungu la 10. Maana tulikuwa tutoe sadaka zetu kwa mwili usiokufa, sio kwa mwili unaokufa. 12. Maana ukuhani ukibadilika, ni lazima sheria nayo ibadilike. Paulo anaeleza katika Wagalatia 3:23, kabla ya kuja kule imani, tulikuwa watu wa kufuata sheria. Wakati imani ilikuja, hatukufuata sheria. Tuliuliza Roho, unataka tufanye nini? Yesu Kristo akasema namna gani? Kwamba mahali palipo Roho, hapo kuna uhuru. Paulo anasema, na Bwana ndiye Roho, na mahali kuna Roho kuna uhuru wa kutosha. Mbona unafuata sheria na wewe ni mtu wa rohoni? Mbona unafuata mambo yaliyoandikwa na kuwekewa mnara ambayo Mungu ashayegeuza na wewe unajiita mtu wa rohoni? Iwepo Mungu alikataa ukuhani utolewe, mbona bado wewe umeshikilia ukuhani kwa kutoa fungu la 10 na neema imeingizwa katika mwili wa Kristo? Mstari wa 13, naye Bwana wetu ambaye
mambo hayo yote yanasemwa juu yake, alikuwa wa kabila lingine, na wala hakuna hata mmoja wa kabila lake aliyepata kutumikia madhabahu akiwa kuhani. Inafahamika wazi kwamba yeye aliyezaliwa katika kabila la Yuda ambalo Musa hakulitaja alipokuwa anasema juu ya makuhani. Kwa wakati mwingine unapata kujua kwamba Yesu Kristo alitoka kwa kabila ndogo sana. Hata Musa hakujua Mungu atainua Yesu Kristo kwa kabila ndogo kama hilo. Alikuja kushangaa katika Transfiguration Mathayo 17, wakaanza kuzungumza. Musa alitoa unabii kuna yule atakuja kuwakomboa, lakini hakujua anaenda kutoka katika kizazi hicho. Ninapomalizia mstari 15, tena jambo hili ni dhahiri zaidi. Kuhani mwingine anayefanana na Melkizedeki amekwisha tokea. Yeye hakufanya kuhani kwa sheria na maagizo ya kibinadamu, bali kwa nguvu ya uhai ambao hauna mwisho. Maana maandiko yasema, wewe Yesu ni kuhani milele kwa utaratibu wa ukuhani wa Melkizedeki. Basi ile amri ya zamani ilifutwa kwa sababu ilikuwa hafifu na isiyofaa kitu. Sheria ya Kirawi ilitolewa maana sheria ya Musa haikuweza kukamilisha jambo lolote, lakini sasa mahali paka pamewekwa tumaini lililo bora zaidi ambalo kwalo tunaweza kumkaribia Mungu. Kwa wakati wako jisomee mstari wa 20 mpaka mstari wa 28 mpaka mstari wa 28 wa Ibrania 7, na utapata kuona vile ambavyo Mungu alibadilisha. Je, kipengele cha mwisho na ambacho ni kipengele cha kumi. Sisi wote ni watumishi wa Mungu. Tunamtumikia Mungu kwa kusimama mbele yake, mwingine kwa fedha zake, mwingine kwa mavazi, mwingine kwa sifa, mwingine kwa kusaidia wajane, mwingine kwa kusaidia yatima, mwingine kwa kusaidia wasiojiweza. Hivyo basi, wakati fungu la 10 lilitolewa, yafaa tumtumikie Mungu kwa jinsi gani? Number 1, Luka sura ya 5 mstari wa 14 inasema, ukienda kanisani uombewe ulikuwa mgonjwa, ukipona toa dhabihu kufungia unabii wako, kufungia uponyaji huo usitoweke. Kama ulikuwa na shida ya ngozi, ulikuwa na ukimwi, ulikuwa na saratani, ulikuwa na pepo la kikohozi, ulikuwa na miguu ya kuuma, ulikuwa na shida ya tumor, ulikuwa na uvimbe kwenye tumbo, kwenye kichwa wapi, ulikuwa na gonjwa la kutokwa damu, unapoenda kwa kanisa na mchungaji akuombee, wakati unapona, Luka 5:14 Yesu mwenyewe anasema, enda utoe sadaka ili uponyaji wako usitoweke. Utatoaje? Sehemu ya pili, Wakorintho wa kwanza 9, Wakorintho wa kwanza sura 9 aya 6 mpaka 27. Usingoje anayekuhudumia akuombe kitu ndio umpatie. Namna yeye amejitoa kufunga na kuomba ili ufunguliwe. Wakati unapoenda kwa nyumba ya Mungu, Samueli wa pili sura ya 9 aya 6 mpaka 9, unapoenda kwa mtu ambaye anaomba, beba kitu mkononi mwako, chakula, mavazi au fedha, uende naye. Usingoje akuombe. Jitume venye yeye amejituma kutoa, venye yeye amejituma kutoa huduma kwa kuombea wagonjwa, kuombea wazimu. Unapofikiria tunataka kwenda kumtembelea Mungu wa Mungu, jitume. Toa hiyo title deed, toa hiyo logbook, toa hiyo fedha kwa simu, toa hiyo mfuko uza, toa hiyo ng'ombe, enda na kitu mikononi mwake. Maana ukitaka unabii utimilike katika maisha yako, jifunze kuwaheshimu wale wanaokuhudumia. Jinsi ya kutoa, sehemu ya 3, Wakorintho wa pili sura ya 9 aya ya 6 mpaka 15. Anasema yeye atoaye kwa kipimo atapimiwa na Mungu. So jifunze. Mathayo 25 mstari wa 35 mpaka 45 anasema, ndipo wenye haki watamuuliza Yesu, ulikuwa wapi na njaa tukakulisha? Ulikuwa wapi na kiu tukakunywesha? Ulikuwa wapi uchi tukakuvisha? Ulikuwa wapi mgonjwa tukakuja kutembelea? Ulikuwa wapi kwenye jela tukakuja kukuona? Yesu atawaambia, vile mlitendea mmoja wa wale waliohudumia nyinyi, mlinitendea mimi. Ukitaka kumtolea Mungu, umesikia mtoto wa mtu hapo kwenye jela, chukua sabuni, chukua toothpaste, chukua tissue, weka kwa karatasi, fika pale kwenye prisoner, ulizia jina lake, aitwe, mpatie vitu vile. Nenda kule kwa prison, uliza wale wakubwa, naweza hudumu huku, wakupatia barua, uanze kuwahubiria. Kama wewe ni mtu na ambao umebarikiwa, tembea kwa wakati ambapo uko na nafasi yako. Kama siku yako birthday, uache kula makeke, enda hospitalini, wakute wagonjwa, nunua machungwa, enda nayo, nunua kama ni soda, enda nayo, walisha, ukiwaguza kwa imani, ukiwaguza kwa imani. Huenda mahali upo kuna mayatima, hawana watu wa kuwasaidia, una uwezo, somesha mmoja,
ama mchukue mpeleke kwa orphanage, muandikishe, simama na yeye. Umeona mjane mahali, ingia kwenye duka, nunua chakula mpelekee. Yesu anasema haya mliowatendea hawa mlinitendea mimi. Njia nyingine ya kumtumikia imeandikwa katika Mathayo 10 aya 40 mpaka 42. Mtu akikuja kwa nyumba yako na kuambia funga macho tuombe, funga. Akimaliza kuomba, kabla hajatoka, kama huna mbele na nyuma, chota maji mpatie. Kama huna mbele na nyuma, kitu umebaki nani maji, chota maji mpatie. Na kama uko na uwezo, hata kama inagharimu nini, chukua pesa, mshikie fuku. Kama na chakula ambacho umepika na hataki kula siku hiyo, pake ndani ya karatasi, mpatie, mwekee kwenye begi, mwambie Mungu akubariki. Wakati anapotoka pale, Yesu alisema, lango lile mnaloingia na muende kuhudumu ndani, mkataliwe, kanyaga mavumbi ya miguu yako. Usiwahi kubali laana ingie kwa nyumba yako. Wakati mchungaji hata ambaye si wa kanisa lako amekuja kwako kuomba, anapotaka kutoka, kama una kitu mpatie. Kama una nini mpatie. Kama una nguo mfungie aende nayo, ili asifike kwenye mlango wako agonge maguu na aache laana katika nyumba yako. Katika Luka 6:38 andiko linasema, wape watu vitu nawe utapewa. Maana kipimo cha kusukwa, kusindiliwa na kumwagika kitatiwa pajani mwako. Jifunze kutoa vitu kabla hujaulizwa. Usingoje kanisa liseme kwamba tunataka kujenga kanisa, tunafanya harambee. Wewe kama una pesa, enda uambie pastor, hapa panahitaji mabati ya 50, mimi niko na uwezo. Simama na hiyo kazi. Umeona kanisa halina viti vya wachungaji, maybe vya waumini, watu wanakaa chini. Wacha kungoja watangaze fundraising. Wewe ende kwenye duka, nunua viti, peleka. Wape watu vitu, kwa sababu huweki kipimo. Unaona mchungaji kiatu chake ni kile kile, hana kingine, nunua kiatu peye. Kama unaona kwamba hana suti ya ubiri na t-shirt, nunulia suti, peleke. Pana kungoja. Na katika Mathayo 20 sura ya 6 sura ya 6 mstari wa 25 mpaka 34, huo ni mstari naachia wachungaji, manabii, wainjilisti, walimu wa neno na yeyote ambaye anasema kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, waache kutumia fungu la 10 kukula na kusomesha watoto na kufuata mabibi za watu na kurendishia wasichana huku wa university tunyumba. Waache hiyo tabia mbaya. Mnaangamiza huduma ya Mungu. Maana fungu la 10 halifai. Hata utumie fungu la 10 kununua gari. Haufai kutumia fungu la 10 kununua estate. Haufai kusoma Hesabu 18. Utalia. Wachungaji wengi watoto wao wameharibika kwa sababu ya kitu ya kuitisha fungu la 10. Wachungaji wengine Mungu amewafukuza kwa shamba kwa sababu ya fungu la 10. Nimekuonyesha jinsi ya kutoa kwa Mungu. Kitabu cha Mathayo 6:25 mpaka 34 nimeachia wale ambao wanajiita wachungaji, watumishi, manabii, wainjilisti na walimu wa neno. Kama unafanya kwa hizo huduma 5 katika nyumba ya Mungu, wachana na fungu la 10. Mungu anayelisha ndege ambao hawalimi, hawafanyi chochote, anajua unahitaji nguo, anajua unahitaji mavazi. Atatuma watu ambao unahudumia na watakuinua. Usiue mtu wa kuuliza pesa. Usiwe mtu wa kuuliza pesa ndio unaomba. Wachana na fungu la 10 daima, maana ukuhani ulibadilika. Leo hii kuhani wetu ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo hataki tutoe fungu la 10. Anataka tuhudumie watu. Wema wetu ushinde wa Mafarisayo na Masadukayo. Mungu awabariki. Ningeomba tu Mungu awafungue mahali ulipo. Wale ambao mnatuwatch online, Roho wa Mungu apate kuwa ndani mwenu. Mfuate neno lililo sawa. Andiko nasema, yeyote aliyejazwa Roho hayupo chini ya sheria. Kama wewe uko chini ya sheria, basi hata hizo ndimi unaongea ni za upuzi, peleka mbali. Andiko linasema kwamba fuata lile neno ambalo limeingia ndani mwako, na ukishalijua neno utakuwa huru, na ukiwa huru unakuwa huru kabisa. Ni mtumishi wako Captain Shalom, mwanzilishi Bethsaida Interdenominational Ministry International, ambaye kwa sasa na hudumu katika madhabahu ya kufungua watu wa Mungu na kusaidia unabii wa Bwana. Kuna video nyingine ambayo tunakutengenezea kuhusu Ufunuo Yohana 11. Kama una swali lolote kuhusu vipawa vya kiroho, unashindwa, watu watakuaje manabii dunia mzima,
Watu watapewaje nguvu za kiroho? Kanisa ambalo Mungu alimwahidi nabii Hagai katika sura ya 2 mstari wa 9 litafanyika lini? Video moto inaandaliwa. Wale ambao tunahudumu nani, Mungu awafungue zaidi. Macho yenu yatazame vitu vya kiroho. Usiwe mtu wa kungoja kuombwa ndio unatoa. Waone watu ambao wako karibu na jamii yako, wasaidie na Mungu atakubariki. Wacha tuingie kwa kipindi kingine. Bwana awainue. Amen. Amen.